Lutheran Medical Center ALMC inayosimamiwa na KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati imeweka historia mpya katika safari ya kuboresha huduma kwa watoto njiti na wale wanaozaliwa kabla ya muda wao kwa kuingia makubaliano na taasisi ya mtoto wa Afrika ICHA ili kuendeleza na kuboresha huduma hiyo ndani ya hospitali hiyo. Taarifa zaidi anatusimulia Jiris Kawiche. Akizungumza baada ya makabidhiano hayo, mkurugenzi mtendaji hospitali ya ALMC mkoani Arusha Godwill Kivuyo amesema huduma hii itasaidia kila mtoto aliyezaliwa kupata nafasi ya kuishi hata kama atazaliwa kabla ya muda wake. Tumekuwa na organization inaitwa ICHA ambayo sasa inatanua wigo wake wa kazi, na kwa sababu hiyo tumeingia nao makubaliano. Wao wito wao ni katika Afrika kueneza na kuweka hii taaluma na kuwasaidia watoto hawa waweze kufikia malengo yao, waliozaliwa njiti, lakini wale ambao wanakuwa na changamoto za kuzaliwa wakiwa na umri chini ya mwezi mmoja. Haya makubaliano ni ya msingi sana kwa ALMC kwa sababu yataendelea kutoa huduma kwa hawa watoto, lakini pili yataongeza ile reputation ya taasisi yetu pamoja na kanisa kwa ujumla ili iweze kufanya vizuri katika mipango yake yote ya sasa na ile inayoendelea. Na uzuri au umuhimu wa mkataba huu, lakini ubora ambao tunazungumzia hapa, utakuwa unashirikisha mataifa mbalimbali. Kwa hiyo utakuwa na kiwango kikubwa cha care cha kimataifa kwa ajili ya watoto wetu wa Arusha, wa Afrika Mashariki, wa Kitanzania na Afrika kwa ujumla, kwa sababu maono ya organization hii yako mpaka Afrika. Daktari Steven Swanson ni mwanzilishi mratibu wa taasisi ya mtoto Afrika ICHA amesema kwa muda mrefu changamoto za vifaa, wataalamu na teknolojia ya kisasa zimekuwa kikwazo kwa vitengo vya watoto njiti katika hospitali nyingi za Tanzania, lakini kupitia makubaliano haya mapya safari ya mabadiliko imeanza rasmi. Today I'm very happy to announce that ICHA and ALMC are working together in a new partnership to improve the sustainability and to strengthen the capacity for the Arusha Lutheran Medical Center NICU, as well as the pediatric department. Aidha, daktari wa watoto Dr. Eunice Msuya ambaye amekuwa akihusika na watoto njiti katika hospitali hiyo amebainisha namna ambavyo ushirikiano huo unatarajiwa kuwa kitovu cha huduma za kiwango cha juu si tu kwa Arusha bali kwa kanda nzima ya kaskazini na Afrika. Na hao ndo tunadili nao zaidi kuliko wale watoto wengine wakubwa. Na katika senta hii tuna uwezo wa kusaidia watoto chini ya wiki 37 na wa chini zaidi ambao wana survive hapa kwetu ni ya wiki 24 akiwa na gramu 500, wengine gramu 300, na tuna uwezo wa kuwasaidia. Na mara nyingi changamoto za premature au kuendelea kukua kwa wao ni premature lung, yani RDS of prematurity, kwamba mapafu yao hayajakomaa, ambayo ni changamoto kubwa, ikiwa na ubongo, ikiwa na inaanza diseases like infections. Okay, sasa tunaweza kufanya hivyo vyote na tumeweza kuwasaidia watoto premature, na tunafanya kazi nzuri kwa kweli tukishirikiana na Dr. Swanson ambaye amekuwa yeye ndio consultant wetu na mentor wetu. Na pia tunafanya utafiti wa neonatal and infant immortality risk nchini Tanzania ulionyesha kuwa watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda wana hatari kubwa ya kifo, kwani wanaweza kukabiliana na matatizo kama kupumua, kuzuia baridi, maambukizi na shida za kukua baadaye. Huku hatua hii mpya ALMC na ICHA wanaandika hadithi ya matumaini, hadithi ya ushirikiano itakayosaidia kupunguza vifo vya watoto njiti. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatufanya tupate mapumziko mafupi, lakini muda si mrefu tutajiunga naye Gerard Leonard kwa upande wa habari za kimataifa.